Jumapili ya kutengwa au kutenganishwa na mafatilizi ya ukoo. Kwanza umefunga. Pili, hakikisha umekuja na ile konzi ya udongo. Kama hukujua au kuwa unaelewa hayo maagizo, chukua udongo konzi mahali popote kuanzia dakika hii, weka kwenye karatasi au mfuko. Takupa maagizo baadaye ya kuweka hapa, namna ya kuweka hapa. Na kwa wale mnaoangalia television na radio, mtaandaa hivyo hivyo, mtaweka hivyo vitu vyenu mbele ya TV kama ni mbele ya TV, mbele ya radio, kwa sababu hiyo ndo madhabahu yangu saa hii. Yani hiyo radio hapo umefungua ni madhabahu yangu dakika hii kukufikia. Kwa hiyo utaweka hapo kama hao wanavyoweka mbele hapa, na utaweka hapo mbele wakati huo ukishaona nimewapa agizo la kuweka hapa mbele. Inawezekana umewahi kusikia huduma nyingine yoyote au mtumishi yoyote, mchungaji, askofu, anazungumza kuhusu kutengwa au kukutenganisha na mafatilizi ya ukoo au ya nini. Naomba uzingatie kifuatacho. Kama ni askofu, kama ni mchungaji, kama ni mtume, kama ni mwinjilisti, kama ni mwalimu, kama ni kasisi, kama ni paroko, amefanya huduma hiyo, haikuwa kamili. Mtu pekee mwenye mamlaka ya kukutenganisha na kila mafatilizi ya aina yoyote, kung'oa mapando yoyote, mapandikizi yoyote, ni nabii peke yake. Na siongei tu hivi, naomba tufungue kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Tuweze kuona neno linavyosema. Kwa sababu kuna maneno tunazungumza, lakini kuna neno linavyozungumza. Tunataka tuone neno linasemaje. Hapa ni kitabu cha nani? Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Anayeambiwa hapa na Mungu ni Yeremia, ambaye ni nani? Nabii. Sio mchungaji huyu, wala sio askofu, wala sio mtume, wala sio nani. Huyu ni nabii. Kwa hiyo Biblia ni kama katiba takatifu ya serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Ndani ya hii katiba kuna kazi za kila mtu. Hii hapa ndipo panaandikwa kazi za nabii. Moja ya kazi za nabii ni hizi hapa zinazotajwa. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Ili kufanyaje? Kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Hizo ndo kazi za nabii. Kwa hiyo mtu mwingine hawezi kuanzisha kazi hizi kwa cheo kingine. Ni sawa na kazi ya mwanasheria ifanywe na mwanasheria. Lakini kazi ya mwanasheria, ukikuta mtu asiye mwanasheria, hata angekuwa ni mwalimu wa chuo kikuu, anajaribu kufanya kazi ya mwanasheria na sio profession yake, ndio wale huku mtaani tunaita bush lawyer. Hiyo lugha nyingine pia unaijua. Kwa hiyo sasa hapa tunachosema, kila mtu ana wajibu wake. Mwinjilisti ana kazi yake, imeainishwa katika Biblia vizuri. Mwalimu ana kazi yake, mchungaji ana kazi yake, mtume ana kazi yake. Yaani kwa maana ya huduma, zile ni huduma. Katika huduma ngapi? Alafu kuna kazi ya ajira. Kazi ya ajira ni kazi ya askofu. Ile ni kazi ya ajira. Yaani hata wewe leo ulivyoketi ukiamua tu na mimi nataka niwe askofu, unatengeneza mazingira ya hiyo ajira. Then you become the bishop. Unaanza kuwa unafanyaje? Unalipwa kwa kazi ya waskofu. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 31 mstari wa 32 na hadi wa 35, alafu utaenda Mwanzo 35 mstari wa 4 tu basi.
Kabla hajasoma nisikilize kidogo niweke msingi, maana kuna mambo nitayaongea kwa kifupi tu alafu nitafanya huduma yenyewe hiyo. Tutakuwa tumemaliza kwa siku ya leo. Unajua mahali ukishajua njia ya kwenda hamna makelele mengi wala hakuna maneno mengi. Kuna neno moja tu la kufungua watu. Musa hakuwa na mambo mengi alipofika kwenye bahari ya Shamu. Kazi yake ilikuwa moja tu. Ni kuchukua fimbo aliyoambiwa unayo, kugusa, bahari kafunguka. Hakuanza kuimba nyimbo na kuongea vitu vingi na kufunga na kufanyaje. Sasa hiyo bahari inatakiwa kufunguka, ilikuwa ni jambo ni moja tu. Na katika kila generation kuna mtu amekabidhiwa fimbo ya kuvusha watu. Hamjasikia? Katika kila generation Nyerere alipewa fimbo ya kuongoza wananchi Tanzania katika uhuru wa nchi as a country. Mimi kama nabii nimepewa fimbo miaka mingi iliyopita. Sasa leo hii watu wengi wamezaliwa manabii. Wakati ule naanza kila mtu anashangaa, nabii, kuna nabii siku hizi. Sasa hivi sio issue tena. Kila mtu naye anasema na mimi na nabii wangu tayari. Wale walikuwa wanasema kuna nabii. Kwa nini? Nimeonyesha nini? Katika kila generation kuna Musa aliyepewa nini? Fimbo ya kuongoza wengine, maelfu kwa maelfu ya watu. Sasa katika mambo haya ya kifamilia, mara nyingine kuna vitu vingi sana vimetupata au vimewapata watu bila kujua kwa nini kinakutokea. Kuna vitu vinakutokea maishani na hauna majibu, hauna maelezo ya kutosha. Wakati Yakobo alipoondoka kwa Labani, ile siku alipoondoka nyumbani kwa Labani, mjomba wake, aliondoka na familia yake yote na watu wake wote na jamaa yake yote. Naomba hapo unisikilize vizuri. Yakobo ni mtoto wa Isaka. Isaka ni mcha Mungu. Anamcha Mungu wa mbinguni, ambaye leo tumemjua kama Mungu wa Israel, yani Yakobo. Kwa miaka ilivyoenda ndivyo walivyomtambua hivyo. Lakini sisi kizazi chetu sasa tumemtambua kama Mungu apigae ngurumo. Lakini nisikize hapa. Lakini Yakobo alirithi kokote alikokwenda, uovu wote aliwahi kuufanya. Kila anakokwenda Mungu wa baba yake mzee Isaka anamfuatilia. Na kwa sababu mimi kwa mfano watoto wangu nimewazaa, yani hata wangeenda wapi waonekana wamepotea, Mungu ambaye nimemfuata atawafuata hata pale mimi siongei. Atawafuata mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Mungu ana nguvu kubwa sana. Lakini kuna miungu midogo midogo ina nguvu sio kubwa, lakini inatesa wanadamu wasiomjua huyu Mungu ambaye ni nguvu kubwa. Kwa hiyo Yakobo alikaa kwa mzee Labani, mjomba wake, kaka wa mama yake. Labani walikuwa wanaabudu miungu ya Kiarabu. Walikuwa wanaweka miungu ya Kiarabu ya kufukiza, wanaitengeneza, wanaweka mpaka kwenye pete, kwenye hereni, kwenye mikufu, wanatembea nayo. Huyu
Yakobo pamoja na kumcha Mungu alipokimbia ndugu yake baada ya makosa aliyofanya, akaondoka akaenda kukaa kwa nani? Kwanza kumbuka akili ya mama yake. Mafatilizi ya roho iliyokuwa kwa mama yake. Mama yake ni dada wa Labani, ni watu kutoka falme za Kiarabu. Tuweke mambo haya katika siku hizi sasa. Kutoka katika falme, sababu mzee Ibrahimu naye alioa huko. Yaani aliangalia watu wa kule akaona wanakaa watu wazuri wanatoka upande ule. Maana hilo nalo alipingiki. Kuna katika kuoa tunaangalia vitu vingi. Unajua mwenyewe unachoangalia. Kwa hiyo akaangalia, na ndio ulikuja, kama unasoma Biblia vizuri utakuta alipofika Misri wakati wanaingia mfalme akampenda mke wake. Naomba niweke pembeni, hiyo sio story yangu. Kwa hiyo alipokwenda kule kuchukua, wakati Isaka anataka kuoa na yeye tena hakwenda Isaka yeye. Baba yake alituma watu waende kule kwao alikooa yeye, mafatilizi. Akaletewa mke. Wakati mtoto amezaliwa, mama ndiye kwanza. Mama amepata wapi elimu ya Mungu kwanza? Hebu kwanza tujiulize, tupause kidogo. Huyu mama ametoka Uarabuni, amekuja kwa hawa kina Ibrahim kina Isaka. Yeye elimu ya Mungu alipata wapi mpaka amue kumfundisha mtoto wake, weka manyoya huku mikononi, chukua hizi dengu sibi nini kila kitu na nyama nini kupeleka kwa baba? Alipata wapi? Alitaka mtoto wake apate kitu fulani. Lakini kumbuka kitu alichomtakia kinamuongoza mtoto wake kukimbia, na anamwambia nenda kwa kaka yangu ambaye ni jomba wako kule Uarabuni, kajifiche kule. Hapa sasa kuna mafatilizi mawili. Fatilizi la kwanza ni fatilizi la Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, kumfuata nani? Yakobo. Fatilizi la pili, Mungu wa mama yake, miungu, sio Mungu, miungu ya mama yake iliyoko Uarabuni, kumfuata tena nani? Yakobo. Kwa hiyo alipooa wake zake, wa kwanza aliyosukumiziwa, wa pili aliyompenda, yule aliyompenda sana anaitwa Raheli, ndio? Akawa na, kuna story inaandikwa wakati wanaondoka, alichukua miungu kwa baba yake nyumbani, mzee Labani. Kwa sababu amekulia kwa mzee Labani, aliamini kwamba baba yangu hivi vitu vinamlinda, na mimi ninakokwenda huyu kanioa, tunaenda huko kwa Waisraeli huko, hatujui kitakachotokea, lakini kukitokea kitu hivi vimiungu vitanisaidia. Akavificha, maana wanakuwa wanavaa zile nguo kama baibui, akaviweka huku ndani, akaondoka. Kumbuka huyu ndo mwanamke ambaye Yakobo anampenda sana. Sema mafatilizi ya aina yoyote lazima yakatike leo. Maisha ni mwangu, lazima nitenganishwe nayo kabisa. Wakati walipokuwa wamekwenda safari, wameondoka rasmi kwa mzee Labani, Yakobo na timu yake. Yakobo amekuwa mtakatifu, amemtafuta Mungu miaka yote. Kila siku anakumbuka Mungu wa Isaka. Siku zote Mungu wa baba yako ana nguvu zaidi.
wewe uwe mwanamke, uwe mwanaume, Mungu wa baba yako. Kwa nini baba? Baba ndio mwenye jina, baba ndio mwenye mbegu, baba ndio anayeweka ukoo. Uwe mwanamke, Mungu wa baba yako. Raheli baba yake nani? Laban. Yakobo baba yake ni? Ameondoka nao. Yakobo pamoja na kumpenda Mungu, tena nikwambie wazi, Yakobo wala hakuwa hatusomi kwamba alipokuwa kwa Labani alikuwa anasali sana. Hatusomi hizo taarifa. Ni kwamba hata mzee Labani angekuwa na baa, angekuwa anauza tu. Lakini bado mafatilizi ya Mungu wa Isaka. Unaniangusha. Mafatilizi ya Mungu wa Isaka na Ibrahimu yangemfuata huko na yangemuinua, asingepotea. Fikiria anaenda kuchunga, keti niendelee. Anaenda kuchunga, anaweka zile fimbo zake zina marakaraka. Hebu angalia, anafanya muujiza katikati ya maisha ya watu wenye miungu mbalimbali. Hayo ni mafatilizi. Alikuwa na wazo hili, niliwahi kumuona Mungu wa baba yangu Isaka. Sijui mengi, lakini najua anaweza. Aliondoka na watu wake akaenda. Yeye ameondoka, hajui, anajua na watu wake wote wanaamini kitu anacho. Kumbe huyu mwanamke anayempenda ndo kachukua hivyo vitu vyake kaweka. Haya bwanangu, tunaanza mwendo. Kaweka vitu vyake, wanaondoka. Wakaondoka. Labani akagundua kuna miungu yake imechukuliwa. Akafunga safari siku 7. Anamkimbiza Yakobo. Tena niseme anamfuatilia Yakobo, anafuatilia miungu yake. Kizazi ulichozaliwa kiwe cha 3 nyuma cha 4, kuanzia cha 2 cha 3 cha 4, kinakufuatilia kwa sababu kinafuatilia miungu yao. Wengi tulikabidhiwa kwa miungu ya koo zetu. Damu ya Yesu peke yake haitoshi kuondoa vile. Ndio maana kuna nabii. Kama damu ya Yesu ingetosha, manabii akina Sila, akina Agabo wangekuwa wamefutwa, wasingekaa wawepo tena. Hata Yesu asingekuwa nabii. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi, makosa unayoyafanya wewe kwa kukanyaga wewe mwenyewe. Kadri ulivyoanza kukua, yale makosa na dhambi na hatia unazofanya, damu ya Yesu lakini mafatilizi ni vitu vingine. Mwenye nguvu hutolewa na mwenye nguvu zaidi. Mzee Labani alifunga safari kwa siku ngapi? 7. Akafika akamkuta Yakobo wameweka kambi, wanapumzika mahali. Kwanza nakumbuka Mungu akamtokea. Mungu huyu wa mbinguni akamtokea mzee Labani usiku. Katika zile siku 7, siku moja hii karibia na mwisho akamtokea. Hebu fikiria, Mungu anaweza kumtokea hata mchawi. Akamwambia usidiriki kumgusa Jodevi hata kwa dakika moja, utakufa haraka sana. Yaani Mungu wa mbinguni kabisa anaweza kumtokea mchawi wako kule kazini au dukani au wapi, akamtokea kabisa, akamwambia usidiriki kumgusa. Ukijaribu na kuondoa, basi utakuta anapita pembeni tu kila akikuona.
Hata salamu hakupi, hakwambii salama, mzuri, mbaya, hakwambii. Anapita tu. Ujue huyo kashaoteshwa kitu na Mungu wako wa mbinguni. Mafatilizi ya ukoo ni lazima utenganishwe nayo kabisa. Alipofika akamwambia amwambia, bwana nani Yakobo, kwa nini umeniibia miungu yangu? Imagine mchawi ndugu yako, kitu cha kwanza anakuambia wewe mcha Mungu umemuibia miungu yake. Hebu fikiria hiyo kauli. Haifanani na wewe, haifanani na Yakobo. Akamwambia, kwa nini umeniibia miungu yangu? Akamuuliza, miungu ipi? Mbona mimi sina miungu? Hebu pekua. Labani na Yakobo wakaanza kupekua, wanatafuta miungu ya mzee Labani. Wamepekua, wakaanza kuwapekua na kina mama. Yule aliyeficha ile miungu, Raheli, akampa Kiswahili kimoja kikubwa baba yake. Baba yake amemfikia, yeye ameketi juu ya punda. Sasa ameificha huko. Baba yake anataka kumwambia, teremka niangalie nipekue. Akamwambia, samani bwana wangu, baba yangu, usinipekue maana niko kwenye siku zangu. Kumbuka baba yake anafanya nini? Kuna neno tunalotumia leo. Anafanya nini? Anafuatilia. Kwa maneno mengine, haruhusu mtoto aondoke na miungu yake. Kwa maneno mengine, hataki, yani kwa kifupi ni kwamba anataka baraka zao zote ziwe zimefungwa, kwa sababu anaamini katika miungu yake yeye, sio miungu ya yule Yakobo. Sababu hiyo ndio kubwa ambayo vizazi na vizazi vinafuatilia maisha yako. Kwa nini vinafuatilia? Kama wao walikuwa maskini, unawezaje kuwa tajiri? Kama wao walikuwa hawana hiki, unawezaje wewe kuwa nacho? Hebu soma pale mara moja, alafu tuondoke hapo, tunamalizia. Mwanzo 31 mstari wa 32 mpaka 35. Awaye yote utakayemwona kuwa nayo miungu yako, yeye asiishi mbele ya ndugu zetu, ukitambue kilicho chako kwangu, ukakichukue. Maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli, maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli ameiba. Yakobo hakujua ya kuwa Raheli ameiba ile miungu. Endelea. Mstari wa 33. Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema ya vijakazi wawili, wala hakuiona. Akatoka katika hema ya Lea akaingia katika hema ya Raheli. Mstari wa 34. Basi Raheli alikuwa amevitoa vile vinyago, ameviweka katika matandiko ya ngamia na kuvikalia. Labani akapapasa hema yote, wala hakuviona. Mstari wa 35. Naye Raheli akamwambia babaye. Akamwambiaje babake? Bwana wangu, usikasirike kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta, wala hakuviona vile vinyago. Mwanzo sura ya 35 mstari wa 4. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao. Naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Now, kumbuka hii ni sura ya 35 na ile ya mwanzo tuliosoma ni sura ya 31. Tofauti ya sura hizi 4
hapa ya kwanza hii hapa mwanzo tuliposoma, Yakobo hajui kuwa mke wake ameiba miungu, lakini kuna mafatilizi. Baada ya kuwa wanaenda, safari inakuwa nzito. Yakobo anauliza tena, jamani, kweli yule mzee alikuja hapa bure? Kawaida mara nyingine mume au mke mara nyingine haamini kabisa kuwa yule anayempenda anakuwa na shida. Yule ni Raheli, unajua alikuwa mpenda sana. Akasema, hebu kila mtu angalie. Walipoangalia sura ya 35, angalia tofauti ni sura ya 31. 31 wanakataa, hawana miungu, na yule mke bado ameingangania, ameificha, ameikalia. Sura ya 35 anatoa ile miungu, anamkabidhi Yakobo, mume wake. Kwa hiyo Yakobo anagundua, haki, kumbe nimekaa na huyu mama miaka yote ana hii miungu. Lakini kwa sababu alimpenda hakumfukuza. Kwa hiyo alichofanya, aliokota tu ile miungu, akaitia kwenye mwaloni, wakashika njia, wakaondoka. Lakini kumbuka, Yakobo walifanya maagano, wakaapiana, atakayekuwa kutwa na hii miungu hataishi. Yule mama alianza kufa kule. Yule mama yule Raheli alikufa kule, yeye mwanzoni, kabla ya wote. Sasa hii ni historia ya Biblia, lazima usome. Unajua haya maswali yanakuja huko mbele. Kila kitu kilichofanywa na wazazi, wazee, mababu, wewe hukuwepo, kizazi cha 3, cha 4, huko cha 5 nyuma. Kuna vitu, kuna maagano, kuna viapo. Niliwahi kushughulikia swala la maagano, lakini pia tuna watu wapya kila mara. Lakini pia kuna viapo. Agano linaweza kufa mtu anapokufa, lakini kiapo hakiwezi kufa. Kiapo kinampa faida shetani kwa roho za watu zote zilizoorodheshwa katika viapo hivyo, kwamba mimi na watoto wangu katika hii boma na wote watakaozaliwa na vizazi vyote vijavyo, tunajitoa kwa Mungu huyu wa kabila yetu. Kwa hiyo wanatoa sadaka zao, wanachinja ng'ombe, wanafanyaje. Kwa hiyo wewe miaka labda baada ya kizazi cha 5, 6, 7 unashangaa kuna vitu vinakufuatilia, havikuachi. Ningeomba tuangalie vitu kadhaa hapa ambavyo roho za mafatilizi zinahakikisha kuwa mdaiwa, yani wewe, unapatwa na majanga yafuatayo. Sasa naomba hapa ujipime kwa haraka sana. Kama kuna magonjwa ya kipepo ambayo hata ukienda hospitalini kupima unaambiwa ugonjwa hauonekani, au tu unakuta kila mara mtu mara unavunjika kiajabu, unaamka mara hivi, mara mambo yanatokea, vitu vinatokea mpaka unashangaa, mara operation kila saa ukienda unarudi, operation kila saa unaenda unarudi. Hapo ndani kuna kuwa na nini? Mafatilizi. Namba 2, vifo venye kutatanisha. Namba 3, umaskini ng'ang'anizi. Hivi vyote vinasababishwa na roho za nini? Mafatilizi. Umaskini ng'ang'anizi, yani hautaki kuondoka, ni umaskini ulioko hapa, hautakaa utoke. Namba 4, ajali za mfululizo au matatizo yasiyokoma kwenye familia, kwenye ndoa, au zuio la kutooa au kuolewa bila ridhaa yako. Mmenielewa mpaka hapa? Kwa sababu kuna kuoa na kuolewa kwa ridhaa yako. Yani unataka kuwa kama Paulo alivyosema,
Sio kama mnanielewa ninachosema. Yes. Nataka kuwa kwa sababu za utakatifu, utaua, nataka kukaa mwenyewe. Lakini kuna sababu zinazotokana na mafatilizi. Unataka kuolewa, lakini haiwezekani. Unataka kuoa, lakini haipo. Umejaribu ulivyoweza, haikai, haiji, haifanyiki, haitendeki. Kuna mafatilizi. Viapo vilivyofanyika vinahusisha roho ngapi zitatolewa? Katika kila roho 10, roho 2, roho 3 zitatolewa kafara, ili kuendelea kutunza malisho ya mizimu. Unielewa ninachoongea? Masuala ya mimba kuharibika, namba 5 hiyo. Kila mara ni mafatilizi pia. Vitu kupotea, namba 6, vitu kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Unajaribu kuangalia vinapoteaje, hujui. Namba 7, mfululizo wa ndoto mbaya zenye kutatanisha katika maisha. Namba ngapi hiyo? Tunaenda 8. Kutokewa na hali za kishetani zisizo na maelezo ya kueleweka, au kuhisi kuna mtu au kiwiliwili au kitu kinakufuatilia unapotembea. Hebu niangalie, wakati unatembea kuna wakati unahisi kama kuna mtu lakini hamna mtu. Kama kuna kitu kama hicho, ujue kuna mlinzi asionekana na hakikisha unadumu kwenye mafatilizi yake. Unakwenda lakini hamna mafatilizi. 9 na mwisho, mahusiano yanayokataza uhusiano wako na Mungu wa mbinguni au kutoa sadaka. Ukiwa kwenye mahusiano na mtu yanakukataza wewe kumpenda Mungu wa mbinguni, au anakukataza usitoe sadaka kwa Mungu wa mbinguni, jua hapo kuna mafatilizi. Kwa sababu katika ndoa mara nyingi au mahusiano wanakuja watu wawili, kila mtu ametoka kwenye mafatilizi yake. Yakobo ametoka kwa mafatilizi ya Mungu wa mbinguni ya mzee nani? Isaka. Raheli ametoka kwenye mafatilizi ya Kiarabu ya nani? Kina Labani kule. Kwa hivi vitu, fikiria mpaka hata wamezaa watoto wako pamoja, lakini yule mama kaficha vile vitu atoi. Mpaka amekuja kuamini kuwa labda huenda Mungu wa huyu mtu ana nguvu zaidi. Wacha sasa niachane na hivi vya kwangu, nisarende. Leo nataka vitu vyote vya kale visarende kwako siku ya leo. Vyote kabisa, vyote. Kila kitu kilichokuwa kama mafatilizi yanayofuatilia kwako yaondoke, yaachane na wewe. Ardhi ni kitu muhimu sana, ndio maana nilisema ulete konzi ya nini? Kwa sababu ardhi, katika ardhi wanadamu wametokana na ardhi. Kitu cha kwanza. Katika ardhi kuna maji. Katika ardhi kuna kila hali ya kuchanua au kuzalisha. Hiyo ndio lugha nzuri. Katika ardhi kuna kuzalisha. Kwa unapokwama uzao uwe wa mwili, au unapokwama kuzalisha kifedha,
Ndio maana nikasema chanzo tulete nini? Konzi ya udongo. Hapo tutakuwa tumevunja kila kitu. Mafatilizi ile miungu yote waliokuwa wanafanya, zile ibada zote za kishetani walizokuwa wanafanya, sadaka zao walikuwa wanazitoa kwenye ardhi. Wanamwaga ardhini. Vitu vyote vimefanyika kwenye nini? Kwenye ardhi. Ardhi ni kila kitu. Kwa leo utakapokabidhi ile sehemu ya ardhi hapa. Ndio maana nilisema kwamba uilete, sio lazima uende kwenu Kigoma sijui wapi ukailete. Hata ukichukua udongo wote hapa, nchi imeshikana. Kwa hiyo ardhi ni moja. Ni symbol, ni alama inawakilisha. Utaweka madhabahuni. Tutavunja, tutakata hayo mafatilizi yote. Hizo ni roho zisikufuatilie tena. Sasa ningependa tufanye hicho kitu sasa. Nataka uwasilishe ile konzi ya udongo ulionayo. Hakikisha umeleta konzi. Nikisema konzi ni hivi, kitu kidogo umefunga kwenye labda kikaratasi au kitu fulani. Usije ukawa umeleta mfuko mzima. Wakati unaleta hiyo hapa mbele, nitakupa mimi maelekezo ya jinsi ya kuleta. Utakapofanya hivyo, baadaye nitakutaka usimame, alafu ukishasimama nitatoa matamko au dua maalum ya matamko ya kinabii, dua ya kinabii kwa ajili ya kukuachanisha, kukutenganisha. Kuna kitu kwa Kiingereza wanasema string attached. Yaani kama kuna kitu kama kamba au uzi ambao umekushika. Umewahi kusikia siku moja nikimpa mtu yote unabii, nikimwambia kwamba naona kama kuna uzi fulani umefungwa, uzi fulani au kamba fulani. Ina maana tafsiri nyingine kuna mafatilizi katika maisha yake. Lakini nilipokuwa nakata hivyo vitu vinatoeka. Kuna mama anaitwa Neema hapa. Na mama anaitwa Neema. Wako wengi Neema, lakini nataka huyo ninayemtaka mimi. Kuna mama anaitwa Neema. Mume wako anaitwa Boniface. Naitwa Neema. Mume wako Boniface anaitwa Boniventure. Njoo. Wakati kila mtu hakikisha umeshika hiyo kitu yako tayari. Nisi ya kukata, kutenganishwa na mafatilizi. Kwa sababu hiyo, ndio maana tunaanza kuondoa hii moja ya kwake huyu. Hii ni ishara moja wapo nataka kukata kitu ambacho nimekiona katika ulimwengu wa roho. Yaani hapa ni kwamba nitawaambia baadhi ya vitu tu kidogo katika ulimwengu wa roho. Nani mwenye jina la El kwenu? El. Babangu mkubwa. Babako mkubwa. Ana jina la El. Naanza na El. Sawa. Mwambie mwenzako tunaenda vizuri. Mwambie uko tayari kufunguliwa. Kuna watu paka ni wachungaji, maaskofu, wanahubiri na wana mafatilizi kibao. Hivi kweli mtamshinda Yakobo nyie? Yule Yakobo tayari alikwisha kuwa baba yake ni mzee Isaka, mcha Mungu. Hebu angalia mafatilizi paka ya mke wake alivyomfuata. Kwanza kuanzia mama yake. Baba mcha Mungu, mama bado anawaza. Wow. Kwa hiyo kuna hivyo vitu vingi sana vinatokea sasa hivi.
Watu wanahubiri, wanafuatwa na nguvu za giza. Watu wanaomba, wananena kwa lugha, lakini milango yote imefunga maishani. Watu wanaenda kukesha milimani, wanafunga na kuomba, wanalala siku 5, 6, 7 mwezi, wanafunga mpaka siku 40, lakini ukimwangalia alivyo, kila kitu hakifai. Sasa nataka nikueleze neno la unabii. Kuna kitu ambacho kinafuatilia katika nyumba yako, na hiki kitu kiko kuanzia kizazi cha huyo unayemsema. Kuanzia kizazi hicho kurudi nyuma, kuna vitu kamba zilikuwa hazijakatwa. Kwa hiyo sasa inafuatilia kwenye familia. Kwa hiyo unaonekana unachakaa mbele ya mume wako, unaonekana unachakaa mbele ya mume wako, wakati hujachakaa, lakini unaonekana unachakaa. Kuna miungu ambayo inafuatilia, inashika. Hapa niliposimama sasa naikata yote. Free. Mlete yule mtoto. Huru. Kabla ya kuja, kila mtu nataka usimame kwanza. Kabla, kila mtu wote utanyanyua vitu vyako ambavyo umeshika. Utakuongoza maneno ya kusema. Kuanzia leo nimejiachanisha kwa sadaka hii na kwa kuweka udongo huu katika madhabahu. Nimejitenganisha, nimejiachanisha na roho za mafatilizi yote ya ukoo. Kuanzia leo niachwe niwe huru, na ninakuwa huru kuanzia sasa. Hakuna kitakachonifuatilia tena kwa namna yoyote ile, iwe ni kwa maagizo, iwe ni kwa kutumwa, iwe ni kwa ndoto, iwe ni kwa hali yoyote, iwe ni kwa kunyemelewa, iwe ni katika hali ya kusingiziwa. Sitafuatiliwa tena. Kwa sadaka hii na kwa kuweka udongo huu, nimeachanishwa na roho zote za mafatilizi. Nakiri kwamba niko huru kuanzia sasa. Imekuwa kwako. Keti. Tuanze upande huu. Haya. Mafatilizi yote. Kwa hiyo sasa utanyanyua mikono yako juu kama mtu uliye huru. Wakati natamka haya maneno, ni kwamba udaiwi kitu chochote. Kwa hiyo sasa nataka kutamka baadhi ya mambo hapa, ambayo haya mambo ninayatamka yanakuweka wewe huru kabisa. Hii ni dua maalum ya kinabii. Ningetaka unyenyue sasa mikono yako. Natamka ya kwamba kuanzia tarehe ya leo, roho zote za mafatilizi ya ukoo, mila, desturi, kabila zote
umetenganishwa nazo. Kuanzia tarehe ya leo, hakuna roho za uonevu ambazo zinafuatana na mafatilizi ya namna hiyo. Hazitakufuata tena. Kuota ndoto mbaya hakutakufuata tena. Hali zote za kishetani na dalili zote za vitu visivyoeleweka au visivyo na maelezo, roho za kimashetani hazitakufuata tena. Roho zote zilizokuwa na madai dhidi ya maisha yako na mwili wako, kuanzia sasa hazitakudai tena. Kila kitu kilichofuatilia jina la ukoo, kuanzia sasa nimekuachanisha nacho. Kuanzia sasa wewe ni mtu huru kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya Mungu. Kuanzia sasa utapokea mali na utashika fedha na utafanya vitu vya maana. Kuanzia sasa utashika mimba na utazaa bila uharibifu wa aina yoyote. Kuanzia sasa vifungo vyote vinavyotesa mwili kwa muda mrefu vimeondoka. Kuanzia sasa magonjwa yaliyoshikamana na mwili wako, yaliyogandamana na mwili wako kwa sababu za mafatilizi ya kiukoo zimetoweka. Roho zote za maonevu mbalimbali zinazofuatana na roho za mafatilizi zimeondoka. Kuanzia sasa wewe ni mcha Mungu. Kuanzia sasa wewe unampenda Mungu. Kuanzia sasa utampenda Mungu na utamcha yeye maisha yako yote. Kama umepokea, sema imekuwa kwangu. Basi uko huru. Haleluya, 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 haleluya. Nakagua mara ya mwisho, unaweza kumpa Yesu makofi kwa kazi nzuri. Umetakasika. Wewe umetakaswa.